Ndugu zangu katika iman, hii ni Ijumaa ya mwisho katika mwezi wa Muharram, ambao huu ni mwezi wa kwanza. Ijumaa yetu ya mwisho, mwezi unaofuatia ni mwezi wa pili, Safar. Katika ile miezi mitatu au miezi minne mitukufu, huu ni mwezi wa tatu katika ile miezi mitatu inayofuatana. Miezi mitukufu inayofuatana ni mwezi wa mfungo pili na mwezi wa mfungo tatu, kisha unakuja Muharram ambao ni mfungo 4. Lakini mwezi wa 4 ambao upo peke yake ambao ni Rajab. Ndugu zangu katika iman, aya ndiyo isoma ndiyo inayoleta picha ya nini ninachotaka kukiongea, kama alivyosema hapa Sheikh Suleiman hafidhahullahu min kulli makruh. Thamani ya neema tatu ama neema tatu, wanadamu hatuzijui thamani yake mpaka zitakapokuwa zimeondoka. Kwanza, afya. Pili, kuwa na amani pale unapoishi wewe. Tatu, kupata chakula angalau cha saa moja. Ima umepata chakula ama umepata maji. Sababu kuna baadhi ya watu Mwenyezi Mungu ametupa mtihani, akinywa maji tu yeye kwake tayari ni chakula, anaishi. Sasa hizi ni neema tatu. Lakini ukija katika sura ya 16 aya 111 112, Allah anasema wadaraba Allahu mathala. Allah anapiga mfano, anatoa mfano. Anayetolewa mfano hapa ni nani? Ni mwanadamu, ni mimi na wewe. Tunatolewa mfano kwa sababu Allah ametupa akili. Wadaraba Allahu mathala, Allah anatoa mfano. Qarya wa kijiji, qarya nchi, qarya mkoa, qarya wilaya, qarya tarafa, qarya kata, qarya mtaa, qarya eneo mnaloishi. Allah anatoa mfano wa nchi, neema zilizokuwepo pale. Kanat amina, wenyeji wa pale nchi yao ilikuwa na amani. Neema ya pili, mutmainna, ilikuwa ni neema yenye utulivu. Ni nchi yupo pahala mtu pana utulivu. Sifa ya pili, yatiha rizquha raghadan min kulli makan, kipato cha wananchi wa nchi ile, mzunguko wa kazi wa wananchi wa sehemu ile ama wilaya ile ama kijiji kile ama mkoa ule, mzunguko wa kazi, biashara zao, ofisi zao. Huyu anafanya biashara, tembea kwa miguu, anapata riziki yake. Huyu yupo kwenye mifugo, huyu yupo kwenye viwanda, huyu yupo kwenye maduka, huyu yupo kwenye frame, huyu yupo kwenye majumba, huyu yupo kwenye nini. Yatiha rizquha raghadan, kipato cha wananchi wa pale kinakuja kwa wepesi sana, tena min kulli makan, kutoka katika kila kona. Lakini nini? Wananchi wa pale madhambi walioyafanya. Fakafarat bi an'amillah, wananchi wa pale, kuanzia wananchi mpaka viongozi wao, wakakufuru neema za Mwenyezi Mungu, wakafanya maasi, wakauana, wakadhulumiana, wakapigana bastola, wakatupana kwenye viroba, wakanyang'anyana mali, wakafungiana akaunti zao, wakasingiziana madeni mtu asiyokuwa nayo. Nini Mungu alichokifanya? Faadhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawf, Allah akawavisha adhabu ya njaa, adhabul khawf, hofu kwanza, kuogopana wao kwa wao. Adhabul ju', Allah akawapa adhabu ya njaa, ugumu wa maisha, kazi hazina mzunguko. Na picha ipo duniani mpaka ndani ya nchi yetu hii. Kazi haziendi.
wal khawf, na hofu. Wananchi wanaogopana wao kwa wao, lakini pia vile vile wananchi wanawaogopa wale ambao wanaowaongoza, na wale wanaoongoza wanaogopa wananchi wao. Sababu ni nini? Qur'ani inasema bima kanu yasnaun, ni kwa sababu ya madhambi walioyafanya. Walaqad ja'ahum rasulun minhum, Qur'ani sura 16 111 112, hakika waliendewa na mitume miongoni mwao. Walikwenda mitume, walikwenda masahaba, wasaidizi wa masahaba, na waliokuwa wasaidizi wa masahaba, mpaka tumefikia sisi tunazungumza misikitini. Walaqad ja'ahum rasulun minhum, waliendewa na mitume miongoni mwao. Mashekhe wanasema, wanakemea maovu. Unaweza kumkuta shekhe anatishwa, unaweza kumkuta anaulizwa, kwa nini umezungumza haya? Kwa nini umecomment haya? Fa akhadhahumul adhabu wa hum zalimun, Mwenyezi Mungu akawapiga na adhabu hali ya kuwa wao ndio wamedhulumu nafsi zao. Dunia nzima hivi sasa uchumi umekuwa mzito sana, lakini kinyume cha zaidi yake Mwenyezi Mungu ameleta maradhi. Haya ni maradhi ya corona. Mzunguko wa kazi umepungua mno sana. Wale ambao walikuwa chini ndio wamezidi kwenda chini sana. Wale waliokuwa juu wapo juu, lakini mzunguko haupo. Wale ambao walikuwa mambo yao hayaendi mpaka wanyoshewe mikono, wamebakia katika wakati mgumu. Kazi za Mungu haziendi vizuri kwa sababu mzunguko wa kazi hauendi vizuri, na huwezi kumlaumu hata yule ambaye aliyekuwa anatoa sadaka, hali yake vile vile ni ngumu, anatoa anachokiweza. Ndugu zangu katika imani, hebu ikumbukeni Tanzania, na nyinyi wa Tanzania wenzangu na viongozi wa nchi hii, ikumbukeni Tanzania ya miaka 15, si miaka 6 iliyopita hii. Ikumbukeni Tanzania miaka 10 iliyopita, miaka 15 iliyopita, Tanzania ilikuwa vipi? Tanzania ilikuwa inachanua kama maua saa 6. Mzunguko wa kazi ulikuwa mzuri, neema ilikuwepo, kila mtu anapata riziki yake. Na kuulizeni swali wa Tanzania wote, kwanza mimi pamoja na viongozi wa nchi yetu, nani alijua thamani ya hili? Tuliwasema vibaya viongozi. Mtu anafikia pale anasema kazi yake kucheka tu, kazi yake kucheka tu, kazi yake kucheka tu. Na ndugu zangu, sijui Waislamu tumewakosea nini makafiri. Kila anapokuwepo Muislamu, chokochoko huwa watu wanafanya, wanachonga sana. Hata mtu ambaye thamani yake ni panya anachonga sana anapomuona kiongozi ni Muislamu. Qur'ani inasema ha antum ulai tuhibbunahum wala yuhibbunakum, hii mikafiri mnajipendekeza kwao, ndeni. Waislamu hawapendwi. Anapokuwa kiongozi ni Muislamu, unakuta mijitu inachonga sana, wanakuwa jeuri sana. Hata mtu unamuona ni mende kabisa, unajiuliza huyu mende kapata wapi jeuri? Kuna methali moja ya Kiswahili inasema, ukimkuta mbwa yupo juu ya mti, ukimkuta mbwa kapanda juu ya mti, usimlaumu mbwa, mtafute nani kampa jeuri mbwa kupanda juu ya mti. Muislamu anakosea nini? Watu wana comment sana, na wakati mwingine watu wanapitia kupitia demokrasia. Before wewe ulipokuwepo ulikuwaje? Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله الذي جعلنا من الناصحين وأفهمنا من علوم العلماء الراسخين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ndugu zangu katika iman, Waislamu wenzangu, sura ya 16 aya 111 112, Mwenyezi Mungu alikuwa anatukumbusha neema. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kuna sahaba mmoja an Abi Barza bira'in wa biza' au wa bizai wa huwa Nadla al-Aslami radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yawmihi فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. قال الترمذي رحمه الله حديث حسن. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hivi, sikilizeni vizuri sana, na wale ambao watakwenda kuniangalia vizuri baadaye kwenye mitandao. Man, yoyote yule. Mwenyezi Mungu, Mtume hakumtaja kwamba ni Muislamu ama ni Mwarabu, Muhindi, Mzungu, Mchina ama Msukuma, Mnyamwezi, Muha, sijui nani. Hapana, Mtume amesema man, yoyote yule, mwanadamu yoyote, asbaha minkum, atakayeamka asubuhi ama mpaka mchana, aminan fi sirbihi, yani yuko salama. قال أهل العلم في سربه أو في سربه في قومه أو في نفسه. Atakayeamka akiwa na afya, yeye mwenyewe ana afya ama watu wake wana afya. Neema ya kwanza hiyo. Muafan fi jasadihi, hana tatizo lolote katika mwili wake. Neema ya tatu, indahu qutu yaumihi, anacho chakula, angalau chakula siku ile, ana jero ama ana buku ama ana shilingi 300. Mtume akasema huyu mtu akiwa na haya mambo matatu, akiwa na neema hizi tatu, kwanza aminan fi sirbihi, pale alipo pana amani, nchi yake ina amani. Muafan fi jasadihi, yeye mwenyewe yupo salama. Hatuwezi kuwa wote ni wazima, kuna wengine ni wagonjwa, lakini wengi ni wazima. Kama alivyotoa mfano hapa Sheikh Suleiman, angalia ugonjwa wa corona. Mimi na wewe tunatembea, hatuna tatizo la kupumua. Aliyefanya yote haya ni nani? Allah. 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 Sio daktari, sio vyakula, sio nchi yako. Ni Allah. Ni Allah ndiyo ameyafanya yote haya. Lakini je, unajua thamani yako wewe ya afya? Na Waarabu wana mithali, wanasema as-sihha, afya, tajun ala ruusil asihha, ni kofia ya ufalme wamevishwa watu wenye afya. La yaarifuna qimataha illa almarda, hakuna anayejua thamani ya afya isipokuwa mgonjwa. Chukua mfano hapa msikitini, kuna watu mmeshaondoa meno 15 hapa kinywani, kila mmoja anajijua. Kuna wengine wana meno ya bandia, lakini kuna mtu anakwenda hospitali akatengenezwe meno alionayo anaona hayakosa, hata kama hayajakaa vibaya, lakini anaona awe smart. Ukitaka kujua thamani ya meno ya mbele yatoke, halafu wenzako wanapotaka kucheka, angalia wanapokuwa free wao, halafu wewe huna meno ya mbele, huwezi kuwa free. Ni neema. Wale wenye meno ya mbele yaliyoko wazi, yako vizuri, hawajui thamani ya meno yao, lakini huyu mtu hana thamani ya meno. Methali mingine ya Kiarabu inasema kathratul misasi
yufqidul ihsasa. Ukiwa unakishika kitu kila wakati hivi, kila wakati unajishika hivi, unapoteza thamani ya kujua thamani ya mwili wako. Mtume akasema man asbaha aminan fi sirbihi, yupo salama katika nchi yake. Wanachuoni wakaitafsiri fi sirbi wakasema fi qaumihi, katika jamii anayoishi, au nafsi, ama yeye mwenyewe. Ndugu zangu katika imani, kila neema inakuwa na mtihani wake. Hata hapa kwetu Tanzania, neema ya amani hili lazima mlikubali. Lazima mlikubali. Hii ni neema ipo. Ukitaka kujua thamani ya Tanzania, nenda nchi nyingine, nchi za Afrika. Usipate tabu, kaiangalia South Africa. Enda Joburg, nenda Durban. Angalia watu wanavyokaba. Saa 1 usiku kuonekana mtaani unatembea na simu ni hatari. Lakini leo Tanzania, katika mikoa yetu na jiji la Dar es Salaam, chipsi mpaka salatu khairu minan naumi, alfajiri unaamka saa 9 unakwenda kula daku. Watu wako salama, wengine wanatia story mtaa mzima na hakuna anayekabwa. Hii ni nini? Ni neema. Lakini mnajua thamani ya nchi yenu? Mlivyokuwa Tanzania, walivyokuwa Tanzania, ukiyazungumza haya wasema huyu jamaa tayari kanunuliwa. Muulizeni baba yenu Ibilisi, atawaambia. Yoyote atakaye comment ili kwamba nimenunuliwa, muulize anko wako Ibilisi. Kwanza unanianzaje? Unanisogelea vipi kununua wewe? Wewe ni nani? Haiwezekani. Lakini ukweli ni ukweli usemwe. Kama unatembea na suruali hujafunga zipu, ni kweli watu wamekuona, funga zipu, usibishe. Ni kweli hujavaa. Amani ya neema ipo. Neema ya amani ipo. Hasa nyinyi mnaoishi Dar es Salaam, angalia Kinondoni, baadhi ya maeneo. Kariakoo usiseme. Nenda Magomeni usiseme, nenda Mwananyamala, baadhi ya mitaa. Paka saa 8 usiku. Mtauliza wenzenu, baadhi ya mashekha ambao wamekwenda Johannesburg, wamekwenda Afrika Kusini, wakakwambie ni mji hatari. Yani unapigwa kabali ambayo division 1.7, kabali ambayo ni tight. Ukiachiwa kalu umeondoka. Lakini hapa Tanzania matukio yapo. Neema hii mnayo. Hivi sasa imeanza balaa. Watu wa bodaboda, naomba niwaambie ukweli. Sio mtanitafuta barabarani kuweza kunigonga, shauri yenu. Wewe ukinigonga na wewe ujue kwamba wewe hubaki. Bodaboda mnasema wezi nyinyi, vibaka, mnakaba simu. Mnanyang'anya watu simu bodaboda. Acheni wizi. Mungu atawalani, mtakufa vibaya bodaboda. Tafuteni riziki zenu kwanza. Bodaboda wote 100% maskini. Halafu hawana umakini. Jana nimekaa saa 3 usiku. Nimekaa kwenye kijiwe fulani. Alafu nimekaa tuna t-shirt na tracksuit. Huwezi kunijua mimi ni nani. Gari inatoka ili aweze kutoka. Wamekuja bodaboda watatu, spidi kali sana. Nikawauliza washikaji waliokuwa pembeni, hivi bodaboda anapokuwa juu ya bodaboda ana akili? Kwa nini hawana akili? Anajua kabisa hapa nitapoteza maisha. Atavunjika mguu, na akivunjika mguu hata wakumletea maji hospitali hayupo. Lakini bodaboda mna roho mbaya sana. Mnaharibu side mirror za watu na mnakimbia nyinyi. Lakini mkigongwa nyinyi, hata bodaboda kutoka Tabora atakuja. Hii ni roho mbaya. Mtaishi maisha mabaya. Tafuteni riziki zenu. Neema ya amani. Una chakula hapa ndani. Kuna
Tushakula mara 3 na tukitoka hapa tunakwenda kula. Lakini kuna watu hapa hata maji ya kunywa hawajanywa. Kuna watu mudani kiwasachi hata jelo hawana. Hapa tunasubiriana, kuna wengine tunapigana mizinga hapa. Ameshajua kwamba yule jamaa yuko msikiti wa Mtambani, anaswali pale pale. Akiamcha, vipi rafiki yangu, salama salama, anapiga mzinga. Anatoka. Sawa, kapiga mzinga, hajaiba, lakini kamuomba mtu. Anapata riziki yake. Sasa una afya, una neema. Haya ni mambo ya kuyaangalia. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika Sahih Bukhari, kitabu Riqaq, babu la aisha illa aisha al-akhirah, Mtume anasema ni'matani, neema mbili, maghbunu fihima kathirun minan nas, watu wengi hawajui thamani yake. Mtume akasema as-sihha, afya, wal faragh, kupata muda wako wa kuyafanya mambo. Ndugu zangu katika imani, nye vijana wa umma wa Kiislamu, una afya nzuri, piga mishemishe. Warabu wanasema mishwar. Piga mishemishe. Utumie afya yako, ujana wako, tafuta riziki yako ya halali. Na unapokula riziki ya halali, kila tonge moja, malaika wanasema amin, amin, amin. Changamka, tufanye kazi. Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi nyingine nimalize, anasema hivi: la tazulu qadama abdi yawm alqiyama hatta yus'al an 4. Mwanadamu siku ya kiyama unyayo wake hautotoka pale aliposimamishwa na Allah mpaka aulizwe maswali 4. Swali hilo nitaulizwa mimi Sheikh, na mashekhe wote tutaulizwa, na maraisi wote duniani wataulizwa, maafande wote wataulizwa, wabunge wataulizwa, maimamu wataulizwa, mwenyekiti wa serikali za mitaa wataulizwa, wale wote wenye kiki. Hakuna kiki mbele ya Allah. Ndio maana itatolewa tangazo siku ya kiyama, limanil mulkul yawm, leo mfalme ni nani? Mbabe. Wataambiwa lillahi alwahid alqahar, ufalme ni wa Allah. Siku ya kiyama hakuna sheikh, siku ya kiyama hakuna imam, siku ya kiyama hakuna shekhe wa kata wala wa wilaya wala wa mkoa wala raisi wala wabunge wala wapambe wala bodyguard wala hakuna yoyote. Wote watafia tamkia chini wa Allah. Siku ya kiyama inatisha. Hadithun rawahu Muslim. Abu Hurairah anasema kunna ma'a Rasulillah, siku moja tulikaa pamoja na Mtume. Tumekaa pamoja na Mtume, idh sami'a wajbatan, Mtume akasikia mlipuko pale Madina, pup. Mtume akawaambia ataduruna ma hadha, masahaba wangu mnajua huo mlipuko? Qulna, tukamwambia Mtume Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah na mtume wake ndio wanajua. Mtume akamwambia hadha, huo mlipuko mliousikia, hajarun, ni jiwe, rumia bi, limetupwa, mundhu 70 kharifan, miaka 70 iliyopita, fahuwa yahwi alana ila qari jahannam, sasa hivi linakwenda mpaka katika shimo la moto. Ndugu zangu, jiwe limetupwa miaka 70, linakwenda motoni. Limetupwa lini? Mimi na wewe tumefanya nini? Sasa Mtume anasema la tazulu qadama abdi yawm alqiyama hatta yus'al an 4. Unyayo wa mwanadamu hautaondoka siku ya kiyama mpaka aulizwe mambo 4. Swali la kwanza, an umrihi, ataulizwa umri wake. Umeutumia vipi umri wako? Umeutumia katika kigodoro? Umeutumia katika bongo flavor? Umeutumia katika hip hop? Umeutumia katika ubondia? Umeutumia katika taekwondo? Umeutumia katika gujuru? Umeutumia katika mambo ya ajabu ajabu? Umekaba? Umri umeutumia vipi? Tangu ulipobaligh utaulizwa. Kuna waislamu wenzangu tangu wamebaligh mpaka leo utu uzima kama huu wangu hawajawahi kusali.
unakwenda kuandika statement gani siku ya kiyama? Kwanza kaburi ni police post ya akhera. Ndugu zangu, kaburi linatisha. Kaburi linatisha. Na ukitaka kujua kaburi linatisha, siku moja katika wale wanakwenda kumwandaa maiti, ingia kule ndani. Alafu kuna ile shuka huwa inafunikwa ile. Na shuka inapokuwa inapigwa pale juu, pap pap, sio kwamba ni sunna, joto. Sasa yule maiti tunammalizia kirikuu yote, kikeri chote cha mchanga tunammiminia yeye. Na juu tunamwaia maji. Tunasema Allahumma ighfir lahu warhamu, Allah mfutie madhambi mrehemu. Kafa bila kuswali. Waislamu wengi hamswali. Nenda maofisini sasa hivi, kuna Muislamu mingi haiswali, mingine mi boss katika ofisi za watu binafsi na ofisi za watu wa serikali. Watu bungeni hawaswali. Unawakuta watu katika taasisi mbalimbali hawaswali. Usiposwali wewe una thamani gani kwa Allah? Allah salah. Utaulizwa umri wako. Swala pili, wa an malihi, ataulizwa kuhusu mali yake. Mali ina A na B. Wa an mali, ataulizwa kuhusu mali yake. Min aina tasabahu, ameipata kwa njia gani? B, wa fi ma anfaqahu, ameitoa katika njia gani? Waislamu wenzangu, kwa mfano nikisimama mimi hapa, ama akasimama imamu, ama akasimama hapa Sheikh Mazingi, ama akasimama huyu muadhin, tunaomba sadaqa, mna maindi sana mkiomba sadaqa. Mna maindi sana. Sheikh asipoomba ni mcha Mungu. Akiomba, mpaka leo inafikia Sheikh anaitwa TRA. Ninyi hao mnatuita TRA. Kwamba Sheikh ukikutana naye anatembea na mashine na kuandikia hapo hapo. Na anakupa receipt. Ndugu zangu katika imani, Sheikh ukipanda gari, ukipanda gari, kwa mfano unaonekana una Harrier, una Vitz, unapanda gari ambao unaendesha mwenyewe, lazima watu wahoji, Sheikh salama, vipi mambo? Alhamdulillah, naona mambo yako mazuri. Huyo ni Sheikh. Subhanallah. Lakini Sheikh akitembea na mguu, unatembea mwendo wa yellow page, unakula winga. Jana nimekula winga jana. Saa 10:48 Kariakoo mpaka Magomeni Kagera. Nimekula winga katikati Jangwani 11 na namba 7. Mpaka nafika nyumbani nimetumia dakika 48, dakika 50. Nimetumia dakika 50. Kila ananiona anashangaa kwa sababu wananijua. Sheikh anapotembea kwa mguu, ucha Mungu. Kuna ucha Mungu wa kutembea kwa mguu? Acheni hizo. Ndugu zangu katika imani, utaulizwa mali yako. Na kuulizeni swali, kwa mfano, chukua msikiti kama huu. Huu umeme unatoka wapi? Tumswalie Mtume mara 200. TANESCO hawakubali malipo. Ili wakubali TANESCO, malipo yetu ni nini? Kutoa hela. Usafi. Nenda chooni kule. Mara ngapi nishakwenda chooni kule, nimekuta mazingira mabaya. Hivi wale ambao wanaofanya usafi katika misikiti yetu, mimi na wewe tunawajua kama nani? Na ndiyo maana sehemu kubwa walimu wa madrasa, maimamu wanazeeka mapema sana, sababu wanakula kwa tabu. Lakini kuna mtu anakula akitakacho kwa wakati hautakao. Lakini kuna mtu anakula asichokitaka kwa wakati asiyoutaka. Akipenda asipopenda atakula hicho hicho. Tangu lini breakfast inaweza ikaliwa mchana? Utaulizwa mali yako. Swali lingine la mwisho, wa an shababihi, ujana wake, fima abla, ameutumia katika njia gani? Vijana, ujana, wa an shababihi, ujana wake ameutumia vipi?
Ukirudi kule katika neema Mungu aliyokupa, vijana wote hivi sasa, ili aonekane ni wa kisasa, lazima vae suruali inaitwa swaga au shiri robo. Swaga suruali, watu wa media wanazijua, wanaweza kaonyesha baadaye. Swaga ni suruali hapa mbele imechanika. Yani mtu kwa hela yake mwenyewe, neema aliyopewa na Allah, ananunua suruali iliyochanika, inamuonyesha magoti, anaonekana bonge la mshikaji mwanangu. Swaga mbele imechanika, mapaja yanaonekana, mpaka mabinti hivi sasa mapaja yanaonekana. La hawla wala quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Nastaghfirullah alazim wa natubu ilayhi. Sasa huyu mshikaji anaswaga mbele na mshikaji huyu anaswaga nyuma, mifuko imechanika nyuma, swaga. Sasa tunamuuliza swali, mbele na nyuma, niambie ukweli, ni wapi unakoswagwa? Unaswagwa mbele au nyuma? Vijana wa Kiislamu wengi tukitaka kuswali hapa, viuno vyenu viko wazi. Juzi nimeswali na mtu msikiti mmoja Kariakoo, alikuwa anaswali sunna, yuko mbele yangu kablia, kiuno kiko wazi mpaka ile njia ya kuelekea kule kwenye machimbo iko wazi, kwenye choo cha manispaa iko wazi. Nye vijana wa Kiislamu, kwa nini mnapenda kuonekana makalio? Nye mna matatizo gani? Unamuonyesha makalio nani? Ukimuonyesha mwanamume mwenzio makalio huko nyuma, when the youth Hanif. Naomba nitumie lugha hiyo. Mnatukera sana. Mimi mwanaume mwenzio unanionyesha nyuma huku. Oya. Wallahi mtaulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Viuno viko wazi. Mtoto wa kiume anavaa hereni, mtoto wa kiume anavaa bangili, mtoto wa kiume anavaa cheni. Wewe na mamako mdogo mna tofauti gani? Siku moja nimemuona mtoto wa kiume, huwa naikariri sana. Mtoto wa kiume amevaa pete kwenye kidole na mkufu kwenye mguu. Kamtazama yule, sababu ukikutana njiani mimi huwezi kunijua hivi ndivyo. Sheikh Mazingi atanijua, Sheikh Suleimani atanijua, huyu muadhin atanijua na wengineo, lakini hivi hunijui. Jana nilikuwa nimekaa maskani pahala, naangalia tu watu wanijui zaidi ya wale nilikuwa nimekaa nao. Mambo ya ajabu usiku, mambo ya ajabu. Sasa mtoto wa kiume umevaa mkufu mguuni, mtoto wa kiume umevaa pete kwenye kidole. Unajua tu jamaa tangawizi, tena tangawizi yenyewe inawasha hii. Ndugu zangu katika imani, neema tatu: afya, amani ya nchi yako, chakula cha siku, na pale unapoishi, ni neema ambazo hatuzijui. Mwenyezi Mungu atupe afya njema. Mwenyezi Mungu atuondolee maradhi. Mwenyezi Mungu aondoe maradhi katika nchi ya Tanzania. Mwenyezi Mungu atuondolee matatizo ndani ya nchi ya Tanzania. Tunamuomba Mwenyezi Mungu kwa uwezo wake atupe afya njema. Allah, wagonjwa waliopo hospitali kwa baraka ya siku ya Ijumaa, Allah watoe hospitali wakiwa na afya njema. Wagonjwa waliopo majumbani, Allah wape afya njema. Wengine wapo katika vyombo vya usafiri, Allah wape afya njema. Allah wape taufiki na baraka madaktari wanaowashughulikia wagonjwa ili waweze kupona ya rabbal alamin. Allah tupe neema katika nchi yetu. Tuletee mzunguko wa biashara na riziki katika nchi yetu. Allah utupe amani na utulivu katika nchi yetu. Yule ambaye ni sababu ya Watanzania kuikimbia nchi yao, Allah muondoe kwanza, yaondoke. Na wale wanaomsaidia kwanza wote waondoe. Allah tunakuomba umpe afya njema rais wetu, mama yetu, umpe afya njema. Umlinde na kila wabaya,
umlinde na kila waovu. Wale wote ambao unajua wanamchukia mama, wanamfanyia maovu mama, wanamdharau, wanamnyanyasa, Allah unawajua. Allah shughulika nao. Allah shughulika nao. Unajua mwenyewe utawafanya nini. Allah shughulika nao, kwa sababu kila anapokuja Muislamu chuki huwa inakuwa kubwa. Sisi Waislamu hatuna uwezo, lakini mimi nasema alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Allahumma ij'alhum ka'asfin ma'kul. Allahumma ij'alhum ka'asfin ma'kul. Allahumma ij'alhum ka'asfin ma'kul. Allahumma uhsuhum adada wa qtuluhum badada wa la tubqi minhum ahada. اللهم احصهم عددا وقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع صحابة رسول الله أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم قضي حوائجنا، اللهم ارزقنا أولادا صالحين، اللهم ارزقنا أولادا صالحين، اللهم ارزقنا الأمن والسلام في تنزانيا، اللهم ارزقنا الأمن والسلام في تنزانيا، اللهم ارفع داء كورونا من بلاد تنزانيا، اللهم ارفع داء كورونا من بلاد تنزانيا، اللهم سلم التنزانيين ومواطني ومقيم تنزانيا من مرض كورونا، اللهم سلم مواطن تنزانيا ومقيم تنزانيا من مرض كورونا، اللهم سلم مواطن تنزانيا ومقيم تنزانيا من مرض كورونا، اللهم احفظنا من مرض كورونا، اللهم سلمنا من مرض كورونا، اللهم إن الأطباء قد عجزوا يا رب العالمين، اللهم إن الأدوية قد عجزت يا رب العالمين، اللهم إن المستشفيات قد عجزت يا رب العالمين، ما بقي إلا أنت يا الله. يا حي يا قيوم أغثنا من مرض كورونا، يا حي يا قيوم أغثنا من مرض كورونا، يا حي يا قيوم سلمنا وارفع عنا مرض كورونا. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل